Sola. Katika kipindi chote tulichoishi hapa shuleni, yafuatayo mafanikio tuliyoyapata. 1. Ufaulu mzuri ndani na nje ya shule. Hii inadhihirishwa kwa kutazama takwimu ya mtihani wa mwaka kanda yenye kujumuisha mikoa mitatu ambayo ni Shinyanga, Simiyu na Tabora. Shule ilishika nafasi ya kwanza kimkoa kati ya shule 15 na nafasi ya 19 kikanda kati ya shule 59. 2. Kusoma masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo, yaani practicals. Kutokana na uwepo wa maabara nzuri za kisasa zenye vifaa vya kufanyia sayansi kwa vitendo, tumeweza kuzitumia vizuri kwa ajili ya kujenga uelewa wa dhabiti na maandalizi mazuri ya mitihani yetu ya kumaliza kidato cha 6. 3. Aina ya shule, yaani mabweni. Maisha yetu ya bweni yamekuwa msaada mkubwa sana katika kuhakikisha tunajikita na masomo kwa 100%. Muda wa kusoma unatosha, kwani tumeweza kutumia muda wa alfajiri na usiku katika kujiandaa na mitihani na pia kufanya marudio ya mada ambazo zilikuwa ngumu chini ya usimamizi wa walimu wetu makini. 4. Kujipatia elimu ya kujitegemea kwa kushiriki kikamilifu kilimo cha mboga. Tumekuwa tukipata mboga kwa kila mlo, na wewe mgeni wetu rasmi ni shahidi wa hilo, kwani tulishashiriki na wewe chakula cha mchana kikiwa na hali nzuri. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio inawezekana changamoto zikawepo. Zifuatazo ni changamoto zilizotukumba katika maisha ya wanafunzi hapa shuleni. 1. Ukosefu wa kisima cha maji. Hali hii inasababisha utunzaji wa miti na mazingira kutumia gharama kubwa, kwani eneo ni kubwa, linahitaji miti mingi ambayo pia inatakiwa kumwagiliwa wakati wa kiangazi. Lakini pia miundombinu ya shule yetu ni ya kisasa, kwa hiyo maji mengi yanahitajika, mfano vyooni, mabwenini na jikoni. 2. Ukosefu wa nishati mbadala, yaani sola. Hali hii inasababisha kupotea kwa vipindi vya alfajiri na usiku, kwani umeme uliowekwa eneo la kutengwa ni umeme mdogo, hivyo katika mara kwa mara. Kwa hiyo uwepo wa sola shuleni utasaidia kupunguza tatizo la mwanga, lakini pia shule itakuwa salama. 3. Ukosefu wa gari la shule. Hali hii inasababisha wanafunzi kutopata huduma ya haraka hasa wanapougua, kwani usafiri wa pikipiki na bajaji unaotumika sio rafiki kwa mgonjwa. 4. Kutokukamilika kwa uzio. Hali hii inasababisha mifugo mbalimbali kuvamia eneo la shule na kusababisha uharibifu mkubwa wa mazingira, pia kuleta migogoro ya wanajamii wanaozunguka shule, ingawa elimu ilitolewa juu ya ufugaji holela hasa eneo la shule. Pia kutokukamilika kwa uzio kunasababisha shule kutokuwa salama, kwani watu waovu wanaweza kujipenyeza na kufanya uhalifu. Hitimisho. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwako mgeni rasmi kwa kutujali katika nyakati mbalimbali na pia kutoa muda kwa ajili ya kuhudhuria mahafali yetu. Mungu akubariki sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, tunapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema na uzima, kwa kuwezesha kukutana hapa shuleni, shule ya sekondari ya wasichana Shinyanga, kwa kusherehekea mahafali yetu ya kwanza ya kidato cha 6/2025. Utangulizi. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari Shinyanga wasichana ilianza tarehe 13 mwezi
ikiwa na wanafunzi 73. Napenda kuambia ndugu mgeni rasmi, wanafunzi 73 wote wako hapa. Shule kwa sasa ina jumla ya wanafunzi 544, wanafunzi 187 wa kidato cha kwanza, 127 kidato cha pili, 167 kidato cha tano na 73 kidato cha sita. Ndugu mgeni rasmi, shule hii ni ya mchepuo wa sayansi kwa elimu ya sekondari ya juu. Shule inafundisha taasisi 3 za masomo ya sayansi: CBE, ECD na PCM. Ndugu mgeni rasmi, shule ina jumla ya walimu 16, wa kike 7, wa kiume 9, watumishi wasio walimu, wapishi 3, matroni 1, mhasibu 1 na maabara 1 na mhudumu wa afya 1. Taaluma. Ndugu mgeni rasmi, shule inaendelea na masomo vizuri tangu ifunguliwe na ina walimu wa masomo yote na wanafunzi wanafundishwa vizuri. Kwa tathmini, shule inaendelea kupima wanafunzi wake kwa mitihani ya ndani, kwani hata sasa hatujapata ambalo imefanya mtihani ya taifa, kwani kidato cha 6 kwa mwaka huu 2025 wanafunzi hawa unaowaona leo ndio wamefanya mtihani ya taifa kwa kidato cha 6 ambayo imeisha tarehe 15 mwezi wa 5 2025. Kwa mapenzi ya Mungu tunategemea wanafunzi hawa 73 watafaulu kwa kiwango cha juu. Narudia tena, tunategemea wanafunzi hawa 73 watafaulu kwa kiwango cha juu. Ongeza vigelegele na wazazi na makofi mengi sana. Kwa nini tunasema hivi? Kwani tumewaandaa vyema na wote wataendelea na masomo yao ya elimu ya vyuo vikuu. Kitaaluma, shule imefanya vizuri, hasa katika matokeo ya mitihani ya utimilifu kanda MOOC kuwa nafasi ya kwanza mkoa. Nafasi ya kwanza mtihani wa MOOC kanda. Nafasi ya 19 kati ya shule 59 katika mikoa mitatu: Simiyu, Shinyanga na Tabora. Nidhamu. Ndugu mgeni rasmi, kwa ujumla nidhamu ya wanafunzi ni nzuri na inaridhisha, kwani shule kwa kushirikiana na walimu wenye mafunzo ya shule salama wameendelea kuwalea wanafunzi katika maadili bora. Walimu wamekuwa na ushirikiano mzuri, hasa kutunza nidhamu ya shule, kwani nidhamu ndio msingi wa taaluma nzuri kwa shule yoyote ile inayohitaji matokeo mazuri. Na wapongeza walimu wote kwa namna ambavyo wameendelea kujitolea muda wao mwingi wakiwa hapa shuleni, ukizingatia kuwa shule ni ya bweni na ni ya wasichana, ambapo uangalizi ni wa hali ya juu unaohitajika. Mazingira. Ndugu mgeni rasmi, shule inaendelea kutunza mazingira yake vizuri kulingana na jiografia yake. Ina eneo kubwa sana, hivyo mikakati madhubuti inahitajika kuweka mazingira kuwa safi na ya kupendeza. Shule inaendelea kuwashirikisha na kuwatumia wanafunzi kwa kuwapa elimu ya utunzaji wa mazingira, kwani uzuri na usafi wa mazingira unamfanya mwanafunzi kufurahia na kupenda kusoma. Tunaendelea kushukuru mkurugenzi wa manispaa ya Shinyanga kwa kuendelea kutusaidia nguvu kazi kutoka magereza kwa ajili ya kufanya mazingira ya shule kuwa rafiki
michezo na afya. Ndugu mgeni rasmi, shule inatoa elimu ya afya na michezo kwa wanafunzi wote wa bweni, na katika hilo afya za wanafunzi zinaendelea kuimarika na kuwa bora, kwani wanapata chakula bora. Kimichezo, shule imefanya vizuri hasa mashindano ya UMISETA, kwani shule yetu mpaka sasa ninaposoma taarifa hii, shule yetu imefanikiwa kuingia fainali mpira wa miguu. Makofi mengi, makofi mengi. Na nusu fainali mpira wa wavu kwa wasichana. Tumefika hatua ya fainali manispaa. Ndugu rasmi, yafuatayo ni mafanikio yaliyopatikana ndani ya ujenzi wa shule hii. Kwanza, wanafunzi wote wanakaa bweni, hivyo kuwa na muda mrefu wa kusomea. Pia swala la utoro unaosababishwa na kutembea umbali mrefu kufuata shule haupo. Mbili, mimba zisizotarajiwa kama ile hizo tulizoiona hapo. Kwa kuwa wanafunzi wote wanaishi mazingira salama yasiyowezesha kupata vishawishi. Ndugu mgeni rasmi, ili kufikia malengo makubwa, tunaomba utatuzi wa changamoto zifuatazo: uhaba wa vitabu vya kufundishia na kujifunzia kwa wanafunzi, ukosefu wa kisima cha maji, ukosefu wa vifaa vya kisasa vya kiteknolojia vya kujifunzia na ufundishaji ambavyo ni projectors, kompyuta mpakato, printers na TV kubwa ya kisasa. Lakini wanangu, TV tumeshapata kutoka kwa baba. Mkurugenzi wetu wa manispaa ametununulia TV kubwa kabisa nchi 100. Makofi mengi sana kwa mkurugenzi wetu. Tunapenda kuwa shukrani zetu za dhati kwa jamii ya manispaa ya Shinyanga na ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Shinyanga, Mheshimiwa Alexius Kabuzi, kwa kukubali kutoa kibali shule kujengwa ikiwa na lengo la kuwasaidia na kuokoa watoto wa kike kupata elimu bora. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali nzima ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa kuendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya elimu kwa kujenga miundombinu na kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundishia. Aidha, shukrani za pekee zikuendee wewe Mheshimiwa wetu wa mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Anna Mnacha na timu yako kwa kuendelea kutoa ushauri katika ujenzi wa shule yetu. Shukrani pia kwa Mheshimiwa Patroga Sakatami Mbunge kwa kuendelea kuweka msukumo katika kutekeleza na kuweka msukumo katika elimu ili watoto wa kike waendelee kupiga ngazi mbalimbali katika soko la ajira. Aidha, shukrani kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Julius Mtatiro, mstahiki ya baraza la madiwani kwa jinsi ambavyo walitoa ushirikiano katika kukagua na kutoa ushauri uliofaa muda wote wa utekelezaji wa ujenzi wa shule hii. Ndugu mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Mkurugenzi wa manispaa ya Shinyanga, ninao furaha sana leo kusimama mbele yenu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima kufika siku ya leo, kwa sababu nilipofika hapa manispaa ya Shinyanga tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2023 nilitembelea hii shule. Ukumbi huu ulikuwa ni kama gofu, ujenzi ulikuwa uendelee, ulikuwa umeishia kuendelea. Tukaanza kupambana na ujenzi, madarasa yalijengwa hayakuwa na barabara, tukabomoa yote, tukaweka mpya ya gari. Lakini tarehe 13 mwezi wa 8 kama nilivyosoma kwa shule, tuliweza kuanzisha shule pasipokuwa na jiko la kupikia. Tulitengeneza bati, tukazungusha bati kule ili watoto wetu hao wa kidato cha 6 waliokuwa kidato cha 5 waanze kupikiwa chakula. Walikuwa na vita, wanashangaa kwamba labda watahama. Leo tumesomewa wako 73 wale. Hongereni sana kwa kazi.
Makofi mengi kwao. Sisi kwetu tulijifunza kwa uvumilivu, tuliwapenda sana. Tulikuwa tunalala chakula pamoja kama vile na sisi ni wazazi wao wazuri, na mahitaji yao mengi tulikuwa tunasaidiana. Walivumilia mpaka ukumbi leo umeisha, shule imekuwa kubwa, walimu walikuwa wachache. Leo wana walimu wengi na tunaendelea kuongeza walimu. Mimi napenda kushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Mungu awabariki watoto hawa, kama tulivyosomewa wanafanya vizuri, wakaendelea kufanya vizuri katika mitihani yao wanaofanya, wafaulu wote kwa alama za juu, waweze kwenda katika vyuo vikuu vya Tanzania ili waje kuwa viongozi wa Tanzania. Na waombea Mungu wakimaliza mteuzi awaone wapate kazi mojawapo pia wawe wakurugenzi katika halmashauri mbalimbali za Tanzania. Makofi mengi kwenu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Salama salimini na kutoka jambo la kushukuru. Hawa watoto 73. Mimi najua kwa wazazi wao hapo watoto wawili watatu wanatamani leo wasirudi nyumbani. Hii swala kuendesha kutoka nyumbani. Lakini wenzao wao wasomea. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Vile vile hawa watoto waweze kutambulikana kwa sasa hivi kwa sasa hivi na ni matumaini yangu watapata ufaulu mzuri kama nilivyosema, hasa ikizingatiwa kuwa wameonyesha uwezo wao mzuri wa mitihani ya kama ilivyoelezwa. Kwa hiyo tunaamini ndugu zangu wazazi, hao watoto watatuletea heshima katika maeneo yetu na watafanya vizuri, na ninapoona pale ziko division 1 za kutosha na division 2 za kutafuta kwa shida. Sioni nilichopewa wala kupata. Kwa hiyo naamini tumefanya jambo. Lakini wapongeze wazazi wa wanafunzi hawa kwa ushirikiano mzuri waliotoa kwa kushirikiana na uongozi wa shule hadi hivi leo watoto wetu wanapohitimu. Wazazi ambao wana watoto wao hapo wanaonyesha kitu. Kwa hiyo nawapongeza sana na nichukue muda huu wa kuwarai wazazi wote wa mkoa wetu wa Shinyanga kujitahidi kushirikiana na shule kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu iliyokusudiwa, kwa sababu kuna wazazi wengine wanafikiri kazi ya kulea watoto katika shule kazi ya shule. Si kweli. Kazi ya kulea watoto hawa na wafundishwe vizuri ni ya kwetu, na kwa sababu tunapongeza leo tunajivunia watoto 73 kwa Waswahili wanasema kwa nyingi. Lakini nawapongeza ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga, lakini kipekee nipongeze mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa kwa ukarimu ambao amekuwa nao katika kuhakikisha ujenzi wa shule hii unakamilika, na sasa matunda yanaonekana. Matunda yanaonekana. Yeye mlikuja hapa shule kweli haikuwa ni kama kwa historia. Mlikuja hapa kwa tofu, kweli sio kweli? Lakini sasa hivi tunaona hapo vipi? Nashukuru sana mkurugenzi. Mkurugenzi amejitoa kuliko anavyojitoa nafsi yake, kwa ameleta screen ya mita ya chini. Yeye mwenyewe na kuhakika hana skrini ya zaidi ya chakula kuiba. Na mimi pale nilipanda kukaa ile skrini yangu ya skrini ya nchi ambayo sasa kuendelea mapema kubadilishana ile ya mia kaja ipanda alafu wawelele nchi. Lakini ameshatangaza hapa siwezi kuichukua kwanza kuitoa hapa. Wazazi wangu naamini hakuna mzazi hata mmoja hapa mwenye televisheni ya skrini ya nchi nyingi. Wewe hapa ni 35 na 20. Kwa hiyo watoto wetu wanakuja kuangalia televisheni hapa katika kuishi katika mazingira sahihi. Kwa hiyo napongeza sana mkurugenzi ambaye bado tunaendelea kushirikiana. Lakini sasa sisi sote
26 kila shule moja katika mkoa. Shule ambayo ukifika hapa hakuna shule ya private, hakuna shule gani. Shule ambayo iko katika kiwango kabisa. Tena hizi shule nyingine. Na kwa wazazi waambie, muone kama bahati, muone kama fahari ya watoto wetu kusoma katika shule hii. Shule ambayo ina viwango vyote. Na nyinyi watoto mnaosoma hapa muone kama fahari, kwa sababu inawezekana nyinyi mmebahatika zaidi kusoma katika moja ya shule bora zaidi ya government katika nchi hii. Wako maelfu ya wanafunzi wanasoma shule zingine nzuri, lakini wanataka kuhakikisha hazijafikia vizuri. Na kwa hiyo tunaposoma tungetaka hamna chochote tunachoweza kulipa Mama Samia zaidi ya kufaulu, zaidi ya kusoma kufaulu. Mama Samia anahitaji chochote. Mama Samia anahitaji chochote kwa kweli wazazi. Anahitaji wanafunzi hao tena hao watoto wa kike ambao tumeonyesha ingizo hapa mambo yanayotokana mtaani. Lakini 73 wako wote wako fresh. Mama Samia muda wote wa uongozi wake amekuwa akimthamini sana mtoto wa kike, amekuwa ni mchango mkubwa na kuona kwamba mtoto wa kike anapata haki sawa katika jamii, ikiwa ni pamoja na elimu na ujenzi wa shule hii, mojawapo ya kielelezo cha kutaka watoto wa kike wapate elimu. Na shule hii ipo, lakini shule zingine zimeendelea kujengwa. Nia na dhamira ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kutaka kuhakikisha watoto wanapata elimu katika mazingira ya utulivu. Wazazi, nafikiri tunaiona shule na wengine na watoto wenu wako katika shule zingine mmeshafika. Hii ndio kazi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kazi ya Mama Samia. Darasani kama hamjatembea madarasa ya fedha, sisi tutasomea shule zenye fedha. Lakini madarasa ya tiles, sisi tutasomea kwenye shule zenye tiles. Ya madirisha yanaingiza hewa nzuri. Lakini nyie wazazi mko wengi hapa ni mashahidi. Kuna watu wako kwenye pilika za siasa. Ni jambo jema, wala sina shida nao. Na wale wako hapa mkoani wanakutumia sawa kabisa, waendelee kutumia. Lakini tuache kueleza mambo ya kweli. Kwamba serikali hii haijafanya kazi, Rais Samia hajafanya kazi, macho yetu yanaona, nyinyi mtawaelezeni. Tunaweza kusema hatujamaliza, tunakubali, lakini hajafanya kazi. Na shule zingine 26 hata katika shule zingine alafu tunasema hatujafanya kazi. Sasa tunaomba wazazi wetu hapa, kwa wale watakaokuwa kwenye mikutano ambayo iko hapa yanaendeshwa na vyama vya siasa, tusikieni maneno na wapeni ushuhuda wa kazi iliyofanywa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tumpongeze sana Mheshimiwa wetu kwa makofi. Mama Samia oye! Mama Samia oye!
wakifungua mtakapofungua mwezi wa 7 mkute kisima jamani. Tunafanya kwenye maakili zote kuhakikisha tunapata kisima. Kwa hiyo na kama kuna viongozi wenu mmoja hapo ndani wa kuingia katika serikali na Mungu wa kiwanja kwa jamani. Malula TV, we believe in change.